tushikamane mikono, tusonge mbele, tuko huru. Tushikamane mikono, tusonge mbele, tuko huru, 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 tuko huru, huru. Na mtazamaji wa Tumaini Television, pasi na shaka ni mzima afya kabisa. Basi nikukaribishe katika kipindi chetu pendwa Fahari ya Loko Wengi, na hii si nyingine bali ni Nyota ya Mwanamke, mahali pekee ambapo tunapata kujimwaya mwaya, tunajiachia sisi wanawake, tunazungumza kwa uzuri kabisa na kupeana mawili matatu ili hali tu mambo yakae sawa. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto, woman of grace. Niko hapa kuhakikisha siku yako ni nzuri kabisa, lakini tayari ndani ya nyumba niko na wageni wangu na utakwenda kuwafahamu. Lakini kubwa zaidi siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na fursa mbalimbali zilizoko kwa wanawake, na ni kwa nini wengine hawazioni lakini baadhi wanaziona na kuzitendea haki. Mwanamke anaonekana ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vingi sana, lakini wengi wanasubiri kusukumwa, kusaidiwa, kushikwa ili waende, lakini kumbe hata pasipo kushikwa unaweza ukafanya kitu. Kuyajua haya na mengine mengi, ungana na sisi hapa ndani ya Nyota ya Mwanamke, jukwaa huru kabisa, tuza kujua mengi. Habari za leo warembo wangu? Salama. Habari za mtokako? Nzuri. Familia? Hatujambo. Muwapendao? Hawajambo. Nimefanya hivyo, kama muwapendao pia ni wazima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yote ya khairi. Naam. Kama tulivyotambulisha, mada yetu inahusiana na fursa mbalimbali zilizopo kwa wanawake. Kwa hiyo tunazungumzia fursa kwa wanawake, ama fursa zilizopo zilizotuzunguka sisi kama wanawake. Ni kama zipi hizi fursa? Nikisikia neno fursa ni mimi ninaanzaga na watu kwanza. Yaani ninachukuliaga watu ni fursa. Yaani kabla sijawaza chochote kuhusiana na labda kazi nini, mimi napenda sana watu. Kwangu mimi fursa namba moja ni watu. Kuwa na watu. Yaani kuwa na watu. Na natamanigi sana yani niwe na watu wengi. Yaani kwenye maisha yangu yani niwe na watu wengi. Ile kwangu ni fursa namba moja. Kwa hiyo ninapokuwa na watu, hapo ndipo ninapowazaga wazo lingine kwamba sasa hivi nimekutana na watu aina hii. Naweza nikafanya kitu fulani kwenye hawa watu. Yes. Kwa hiyo nikiwa na mkusanyiko wa watu wengi sana kwenye maisha yangu, naamini na uwezo wa kuwaza kitu cha kufanya katika hawa watu ninakutana nao. Bella, wewe unaonaje fursa? Tuseme fursa ni watu kama wanavyosema dada. Na fursa ni kuifanyia kazi ya fursa yenyewe. Maana unaweza kaa una kitu ambacho unaweza, mwingine hawezi. Kwa hiyo ambaye hawezi ndio unamchukua kumfanyia kitu kupitia hiyo fursa. Okay. Zof. Nikizungumzia fursa. Fursa zipo nyingi, lakini pia ukiwa mwenyewe, yani sidhani kama unaweza ukawa na fursa. Na tunarudi pale swala la watu ndio fursa yenyewe. Au sisi Veronica unasemaje? Kwa upande wangu sisi niko tofauti. Ila mimi ninachoamini fursa ni kitu chochote kinachokupatia pesa. Advera, ziko fursa nyingi. Nilikuwa nikifuatilia sana vitu vyako unavyofanya, na mimi naweza kusema kupitia wewe tumeziona fursa nyingi. Amina. Pale kwako kuna mabinti, kuna vijana, kike na wa kiume. Wote umewapa nafasi. Ndio. Mimi nimeiona fursa kupitia wewe. Hebu tuambie wewe, mbali na kuona watu ni fursa, lakini mpaka pale unapofika ulianzia wapi? Safari yangu ni ndefu sana, nitajitahidi kuifupisha. Yaani nitakachokiongea ni robo. Sawa. Kama dive. Mimi kama dive nilianza safari yangu, naweza nikasema ya ususi. Kwanza mimi nilikuwa sijui kusuka kabisa. Sawa nilikuwa na nyumbani kwangu, mimi nikiwa na wasaidizi wa nyumbani kwangu, napenda wapendeze. Kwa hiyo mimi napenda kupendeza. Hata mdada wangu naye kwa naye nyumbani nikiwa naye tembea naye, mtu asijue kama ni msichana wa kazi, unajua yani napenda gani iwe ni sehemu ya familia, kwa hiyo apendeze. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kuwasuka. Nikiwa na binti na msuka. Na nasuka nini? Nywele za mkono, nasuka uzi, wanaita uzi wa kizamani, ule uzi wa kushona ule. Yes. Sasa nikapita kipindi fulani nikawa nina hali ngumu sana. Yaani nilikuwa sina hata hela ya chakula, wakati mwingine napata msaada kwa marafiki. Sasa akatokea rafiki yangu mmoja, akaniambia, "Dive, unapomsuka huyu binti yako," alikuwa anaitwa Revina,
unamsuka vizuri. Sasa hivi ni kweli unapitia kipindi kigumu, afu una simu. Tumia hii simu, piga picha, afu nilishasema napenda watu. Kwa hiyo mimi nilijikuta nilikuwa na magrupu mengi sana ya Facebook, ya WhatsApp, kipindi hicho ndio WhatsApp zinaingia. Akaambia unaweza ukapata wateja. Nikawa naogopa. Sasa kilichokuja kunipa moyo ni pale ambapo yule binti alikuwa akienda jumuiya, maana kuna kipindi nilikuwa naumwa. Akienda jumuiya, anarudi ameulizwa kama na watu watatu. Umesukwa na nani? Anasema nimesukwa na dada. Basi nikachukulia ile kama sasa, yani akanipa moyo. Akasema ngoja nikasema ngoja nimpige picha ni posti. Nipo posti. Nikapata wateja. Nakumbuka mteja wangu wa kwanza ilikuwa shilingi 2000 nimsuka kwa shilingi 2000. Baada ya kuposti kama mara 3 mara 4 nikapata wateja nasuka 5000. Mteja wangu wa kupandia daladala kumfuata nimsuka shilingi 5000. Ila akanipa 7000 kwa sababu sio na nauli. Lakini aliniambia yani ndivyo wewe unasuka kabisa, siamini, kwa sababu huko nyuma nilikuwa na maisha fulani ambayo si unajua ususi watu wameuchukulia kama ni kazi fulani hivi ya watu ambao ni hali ya chini. Kwa mtu ananijua nyuma, yani wewe ulikuwa hivi, leo unatuambia unasuka, ananiambia na ni kweli nilikuwa napita. Basi kwa hiyo sasa wakawa watu napata wateja kama hivyo ambavyo wewe unaona fursa kwangu. Kwa hiyo napata wateja kupitia maisha niliyokuwa leo, mwingine anakuita ili aangalie ni kweli unasuka wewe. Yaani wale wako uje na msusi. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo nikawa naenda nasuka. Nakumbuka kitu kingine ambacho naweza nikakumbuka kwenye maisha yangu, kulikuwa na kongamano la Ekaristi Takatifu. Nilimwambia Mungu natamani kupitia hii kazi. Inawezekana kuna mwingine anaweza akawa na ujuzi, ana kazi lakini haiamini. Nilichokuja kujifunza mimi kwenye kazi yangu ni kwamba nilikuwa napitia kipindi kigumu, lakini ile kazi nikaipenda, nikaithamini, afu nikaiona kama simu zinakuwa nyingi. Kwa hiyo hii kazi inaweza kaja nikatoboa, lakini siwezi kutoboa bila Mungu. Kwa hiyo nilichukua maombi yangu, nikasema natamani uhudhurie semina hii siku zote 14. Palikuwa ni mbali, lakini nilikuwa nabeba mtoto wangu mgongoni naenda kwa mguu. Nahudhuria siku zote, lakini kulikuwa na kipindi wakaombea kazi za mikono, nikachukua bahasha. Sasa nakumbukaga hiyo story moja hiyo. Sitakuja kusahau. Kuna mteja akanitumia style. Ndivyo hii unaweza kusuka? Hiyo style bwana, na mpaka leo ninayo. Na huyo dada alikuwa anaitwa Loveness. Kama anaweza kuniona au mtu anayemfahamu, alikuwa anauza duka la dawa maeneo ya Maramba Mawili, anaitwa Loveness, ni Msabato. Yaani nishamtafuta sana. Basi akaniambia hii unaweza kusuka? Nikamwambia ndio. Bunda ngapi? Hata sijui. Nikamwambia tu bunda 3. Akaniambia unaweza ukaja ilikuwa Alhamisi. Unaweza kuja Alhamisi kunisuka? Nikamwambia ndio. Moyoni nawaza naenda kumsukaje hii style, sijawahi hata kuisuka. Roho Mtakatifu moyoni kabisa huku nikasema nitasuka na wewe. Yaani wewe amini tu, mimi nitasuka na wewe. Yaani nikasikia nguvu ile. Nikasema sasa kesho nikienda kwenye semina, yaani kaombea hili jambo. Yaani nikiweza kusuka, hela yote naitoa sadaka. Maana najua huu msuko nikishamsuka vizuri, najua kabisa nitapata wateja wengi kutokea hapo. Kweli kesho yake tukaenda semina, nilimwomba sana Mungu sana, yaani nilipiga magoti, yaani niliomba nikalia kabisa pale. Ilikuwa ni kongamano la Ekaristi Takatifu. Basi yaani naenda pale napiga magoti kwa kumaanisha, lakini sasa naombea ile kazi. Basi ile siku wakagawa bahasha kwa ajili ya sadaka ya kesho yake. Na kesho yake ndio nilikuwa naenda kwa yule dada. Sikulala kwa kweli. Maana nilikuwa sijui naenda kumsuka nini. Kwa sikulala, yani usingizi ulikata kabisa. Kama unaenda kwenye interview. Saa 9 nikaamka nikaoga kwa sababu nawaza sijui nitaisuka masaa mangapi. Alafu sijui nitamsukaje. Alafu nauli nishaikopa. Maana kulikuwa jirani yangu alinikopesha. Yani kama taona kipindi jamani, alikopesha shilingi 5000 nakumbuka. Sema nimrudishie hela yake. Naenda kule nashindwa kusuka, nauli nimekopa, namrudishia nini? Basi ikafika saa 10 nikaondoka, nikatembea taratibu, nikafika sehemu nikasimama, nawaza tu nirudi nyumbani. Lakini nasikia roho inaniambia wewe nenda, nimeshakwambia nitasuka na wewe. Nimefika barabarani, nipanda daladala ya kwanza nikashuka. Nikapanda daladala ya pili nikashuka. Daladala ya 3. Yaani kama yule konda naye alijua kwamba humu ndani kuna kataana. Yaani nilipoingiza tu mguu wa kwanza akaondoa gari dereva. Nikasema ndio nishaondoka hivyo.
Nilikuwa natokea Kiruvya kwa Komba. Nikafika Mbezi siwezi kurudi. Nikasema acha niende. Nimeshuka kituo akaniambia chukua pikipiki, nikashuka nikasimama sehemu. Upo wapi? Akaniambia nikamwelekeza. Yaani kuna tamani nigeuze. Ndio nauli nishaitumia sasa haiwezi kunifikisha nyumbani. Basi akanipokea, nakumbuka nilikuwa sijala mchana wala sikula usiku. Sasa akaniambia akaniambia tu nina njaa, ngoja nikanunue kwanza mihogo. Sasa ule muda anaenda kununua mihogo, natamani nimwambie na mimi nichukulie mitatu. Lakini nikimsuka vibaya hela ya mihogo na nauli sina. Basi akaenda akachelewa sana, mihogo anasema ilikuwa ni ya foleni. Sasa huku nyuma nikampigia simu dadangu mmoja hivi, nikamwambia ulichai kunisuka uzi. Hivi ulikataje? Hebu nielekeze ulivyokata. Yaani hata kukata nilikuwa sijui. Sikwenda hata na mkasi wala sina wembe. Akaniambia zungusha kwenye mkono, fanya hivi fanya hivi. Halafu sasa ukishamaliza unakata. Kwa hiyo itategemea unataka urefu gani. Nikafanya ishara ya msalaba nakumbuka. Nikamwona anatokeza, nikajikunya nikasema sasa akienda akirudi sijakata uzi anatokeza kama unajua duka la dawa. Maana nilikuwa namsukia ofisini kwake kwenye duka la dawa. Nikamwona akafika lakini akarudi tena. Ule muda anaorudi nikasema hapa akirudi nimekata. Nikakata kweli akirudi. Alivorudi nikamwambia ndugu yangu una kiwembe hapa maana najua duka la dawa. Akasema nina mkasi kabisa. Nikakata ule uzi. Yaani jamani kuna mtu anawezekana ana smartphone ajui kama ni ofisi. Mimi nilikuwa napiga picha kila mstari. Nikikata mstari wa kwanza napiga picha na muonyesha. Yeye hajui lengo langu aone nimekosea aniambie. Lakini kila nikimuonyesha ananiambia kosa. Kila nasuka nywele ya kwanza nampigia picha na muonyesha akasema yaani hii ndio nilikuwa naitaka. Tena hii umezidisha, yaani ni nzuri zaidi. Nikamwonyesha picha kama 4 hivi nikasema hapa tayari mteremko. Nikasuka mstari wote nikamaliza. Ilikuwa ni mistari 4. Mstari hiyo naitaga Mbaramwezi. Hiyo mstari ni nzuri sana nitakuonyesha picha. Basi namshukuru Mungu nikamsuka nikamaliza. Sasa kazi kwenye kubana. Na banaje? Nikapiga picha nikamuonyesha tena akasema yes. Hii ndio nilikuwa naitafuta. Tena wewe umesuka kuliko picha niliyokutumia. Akasema sasa ungejua huko ndani namna ya kubana sijui wewe dada. Sina sindano, sijui na banaje. Basi Mungu ni mwaminifu. Nikambana, nikampa picha, akaiangalia ile picha, akaniambia umenisuka vizuri. Tena nilikuwa nimemwambia 15,000, akanipa 22,000. Nikachukua nauli niliokopa, nikachukua nauli ya kunifikisha nyumbani, nikakimbia kanisani. Ile nashuka tu kwenye kituo cha dadala. Padri mmoja anaita. Zile bahasha za jana za kubariki kazi ya mikono nikasema haina shida. Shaiweka kwenye bahasha. Nikakimbia mbele, yani watu hata hawajui. Nikaenda nikatoa sadaka. Nilipofika nyumbani kwa uaminifu kabisa. Nakumbukaga nilitoa yote na hiyo kazi nafanya mpaka kesho. Yani hata nikisafiri nikirudi nikiingia ofisini kichwa changu cha kwanza lazima nitoe sadaka. Yani kuanzia pale kwa sababu ile kazi ilinipa wateja dada. Nilikuwa ninasuka mimi wiki 2 mbele upate nafasi. Wiki 2 mbele upate nafasi ya kusukwa. Yaani nakwambia kabisa nafasi imejaa. Kama leo ni tarehe 5, nakwambia nitakusuka labda tarehe 20. Na kwa siku nilikuwa nasuka wateja hadi 3. Nilikuwa nimepitia kipindi kigumu mpaka nikahifadhiwa kwenye nyumba za watu, yani hivyo, lakini nikaweza kupanga nyumba, nikaanza kuishi maisha mazuri, mwanangu akasoma private. Mwisho wa siku nikapata wazo la kufungua saluni kwa kazi ya mikono. Kwa kazi ya mikono. Tuheshimu sana kazi ya mikono. Kazi ya mikono inaweza ikawa ni sehemu ya kukuvusha. Ndio maana wazazi wetu na walezi wetu kwa kutufundisha sana kazi za mikono. Pengine kwa safari yako ilianzia pale na mpaka leo una story ya kusimulia. Kabisa. Hii ni Nyota ya Mwanamke, kipindi hewani, na leo tuko na Dive ama Advera. Yeye ni mwanamke ambaye amethubutu, ameweza na vitu vingi sana ndani yake. Lakini tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea utaweza kujua mengi zaidi kuhusiana na safari yake na fursa zilizoko kwa wanawake, na hatujui namna ya kuanzia. Hii ni moja tu ya hadithi. Tushikamane mikono, tusonge mbele, tuko huru. Tushikamane mikono, tusonge mbele, tuko huru. Na mtazamaji, tumerejea tena katika ungo yetu ya pili na ya mwisho. Kipindi hewani ni Nyota ya Mwanamke, mahali pekee ambapo unapa moyo wako kile ambacho unastahili kukipata. Advera ama Dive maarufu jina la kazi.
Ndio. Baada ya hiyo safari yako kwa ufupi sana, lakini sasa hivi naona kuna vitu vingi vinafanyika ndani ya Dive na kuna maono makubwa. Ndio. Hebu tueleze kuhusiana na haya ambayo yako sasa hivi. Kwa sasa nimeanzisha programu ya kutoa mafunzo. Natoa mafunzo ya ususi kwa sababu unakuta mtu mwingine anatamani kujua kile kitu hajui, lakini mwingine hana ada. Kwa hiyo mimi kwangu ni ada nusu au huna kabisa, mimi nafundisha free kabisa. Lakini pia ninafundisha ushonaji, na katika programu ya Dive Talent mpaka kufika mwezi wa 11 nitakuwa nimefungua kituo maalum cha mafunzo. Ninataka nifundishe computer graphic design, watu wajifunze namna ya kuandaa matangazo, lakini pia na somo la digital marketing. Kwa sababu wakati mwingine mtu unaweza kana una ujuzi lakini hujui namna ya kujitangaza. Yaani hujui namna ufanyeje. Kama mimi nimesema nilitumia smartphone tu na nikaweza kuingiza hela na kufika hapa nilipofika. Mwingine ana ujuzi wake mzuri kabisa lakini hajui namna kujitangaza. Sisi kama Dive Talent sasa, hii Dive Talent ni dude ambayo litakuwa na vitu vingi zaidi kuwezesha wanawake na vijana ambao hata kama hajui kusoma wala kuandika, sisi tutamtrain na atakuwa yuko tayari kufanya kazi. Moja ya watu ambao tayari wamepita mikononi mwangu ambao ni baadhi, maana nina vijana zaidi ya 20 sasa ambao nawafundisha, lakini moja wapo ni binti hapa anaitwa Veronica. Yes, ambao ni tunda kutoka Dive. Veronica, mtuelezea kwa nini kilikuvuta mpaka ukasema ngoja nikawe mmoja kati ya wale wanufaika wa fursa zilizopo kupitia Dive? Nilimwona niko kwenye mitandao ya kijamii. Nikavutiwa na kazi zake. Kwa hiyo nikamtafuta, tukakubaliana, nikaanza kuwa mwanafunzi pale kwake. Karibia miaka 2. Amenifundisha pale vitu vingi sana. Nimejifunza vitu vingi sana. Ikiwepo kwanza kujiamini. Cha pili kujengea uwezo, kujiamini, kujengea uwezo. Kukaa mbele ya watu, kujieleza, kumwambia hiki, kusema hiki kuhusu biashara, kuhusu kazi ambayo alinifundisha, kumjua Mungu, kumtumikia Mungu. Na baada ya hapo nikatoka, nikaona sasa nikapata fursa na mimi ya kwenda kwenye sehemu yangu. Baada ya kuona kwake nimekamilika, nimekuwa vizuri, na uwezo wa kujitegemea, naweza kufanya jambo langu mimi mwenyewe, akanipa baraka zake, nikafunga ofisi yangu. Sasa hivi na ofisi yako inashughulika na nini? Inashughulika na mambo ya natural hair. Wapi huko? Bunju B. Bunju B. Na ndani ya muda huu mfupi ambao umefanya kwa dada Dive na mpaka sasa hivi, unaionaje safari yako na mwelekeo wa safari yako? Yaani kufikia mafanikio ambayo nayatarajia ni muda mfupi sana. Na baada ya kuianzisha safari yako, labda kuna changamoto za hapa na pale ambazo umepitia? Changamoto kwa kweli hazikosekani. Changamoto zipo. Share na sisi hizo ambazo unataka zikunifunza, sababu unasema changamoto ndio inakupika, inakutengeneza. Kwanza changamoto ya kwanza niliyoipata ni ile, kuna uoga fulani, japo kwa mtu unakuwa unajiamini, lakini kuna uoga fulani kwamba nitaweza. Uthubutu ule kwamba natoka sasa kwenye kuajiliwa. Kile kichwa ambacho nilikuwa nategemea kwamba kikifeli hapa kuna mtu atasimamia. Sasa hicho kinachofeli natakiwa nisimamie mimi kama mimi. Ndio kichwa kinanipa hofu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nilikuwa nayo. Lakini baada ya hapo nilikuwa siachi kumshirikisha kila kitu nilichokuwa nataka kufanya. Alikuwa ananitia moyo. Alikuwa utaweza, utafanya. Fanya hiki, ingia hapa. Fanya hiki, mpaka nikafikia hapo kwa na ofisi yangu. Na sasa hivi biashara unaionaje na kazi unaionaje? Kwa kweli, biashara ni nzuri. Kwa sababu unajua ukipitia kwenye mikono ambayo huyo mtu anamtumainia Mungu, unapata nayo kale karoho, ka spirit anatembea na njia yake anayopita, kwamba alikuwa akishindwa anafanya hivi, na unapita huko. Nikishindwa, yani kwa kweli ananisaidia, hajaniacha. Nilikuwa kwake, nimeondoka, lakini bado niko na yeye. Ndio maana naambia kutoka kwa mtu, toka kwa amani. Wale kwa njia alinitoa, alinibeba kwa mikono, yani hivi akaniweka. Naona nasafiria pale. Na Bella, safari yako? Safari yangu mimi ni fundi.
cherehani. Designer cherehani, kushona nguo kama ile ya madam wangu hapo. Nimedesign mimi. Haya, mambo haya. Dino kama nao umevalishwa na Bella. Safi. Matunda haya. Ndani ya dude la Dive Talent. Kwa Dive nilienda kama mwanafunzi wa kusuka. Lakini nikamweleza ambacho nilikuwa nacho. Tukaenda kwenye safari ya kusuka, lakini baadaye akaja na wazo la kushona. Tukafungua kushona. Nashukuru Mungu iko vizuri kwa sasa na tuna wanafunzi ambao tunaendeleza. Kwa hiyo sasa hivi naona simu yako unategemea na sasa hivi ni boss. Hapana. Ni boss, si msimamizi. Japo bado sio boss kama boss wa. Unasimamia, kuna watu wako chini yako. Ndio uko idara hiyo, utakuwa tezi huko viwango vingine. Tofauti na unaanza. Hizi nao unatoa maelekezo, mwendo wa maelekezo na maelekezo yanatekelezeka. Sawa sana. Changamoto ya hiyo safari yako mpaka hapa ulipo ikoje? Changamoto, naamini hakuna changamoto. Kila changamoto inakabiliwa. Kila changamoto ni fursa kwako. Tunakabiliana nayo. Cha msingi ni mteja anakuja, tunamkea vizuri. Ulipokosea unatakiwa ujishushe, uongee na mteja ili usimkose. Maana utakapokuwa juu, mteja anakukimbia. Lakini watu wengine sisi vivuruge. Hapana, tunakabiliana nao. Shakutana na mteja kivuruge na chagua mpaka alafu afanye huduma siku hiyo. Nimekuja tu kuangalia. Hapana. Changamoto zipo na tunakabiliana nazo. Zo. Mimi nilikuja kama mwanafunzi, yani nilikuwa natamani nijifunze ususi lakini nilikuwa sijui naenda kujifunza wapi. Katika pita zangu nikakutana na Dive. Nilikuwa sijui chochote lakini nilikuwa nataka nijifunze ususi. Basi nikajifunza kwake, nilikuwa nimeenda sijui kushika hata chanua, yani sijui chochote. Na uko lakini hata hiyo ile tamanio la kutamani kuwa msusi ulikuwa nalo. Nilikuwa nalo, maana nikasema sijui chochote, nikaenda, namshukuru Mungu nimeenda pale kama mwanafunzi. Nimejifunza sasa na miaka 2 sasa na ni msusi na utegemea kwenye Dive Beauty. Ipo siku naamini nitakuja kufungua saluni yangu mimi kama Dive Beauty. Yaani watu wasikati tamaa, wasiseme siwezi, wanaweza. Kila mtu anaweza. Kila mtu anaweza. Lakini baadhi ya saluni unasemekana kama baadhi, lakini usindiko kujua hapo kama saluni ni ndio sehemu ambapo inakuwa ni kama center ya umbea. Siku hizi mpaka vitendo vingine vibaya vile ambavyo hata havifai kusemekana kwenye jamii. Saluni ndo nyewe vinaanziaga pale saluni. Hapana. Hamna moja. Hapana, sio na 100. Yaani tuna moja, tukifika tunafanya kazi yetu, saluni kusuka ni kusuka basi. Na kingine labda hapo niongezee. Saluni kwetu sisi ama ofisini kwetu kwa ujumla kama Dive Talent. Wamama wengi wanapona. Unajua wamama wengi wana majeraha Kwa kama ambavyo unaona tunajengana sisi hapa kama familia, lakini pia wateja akija na maumivu akiondoka kwetu amepona, kwa sababu atakutana na neno la Mungu pia, lakini tunasuka kwa imani. Kwa sababu sisi kama nilivyosema, mimi kazi hii na maono haya ni Mungu mwenyewe amenipa. Kwa hiyo situmii ofisi kama sehemu ya majungu. Natumia ofisi yetu na wafanyakazi wote wanajua. Kuna muda tunajadili neno la Mungu, kuna muda tunapiga stories za kawaida, lakini zaidi tunaponyana majeraha. Na sio sehemu ya majungu ofisini kwetu. Na matunda yako pasi na shaka unatoa matunda ambayo yanaendana na wewe. Namshukuru Mungu kwa kweli. Kama Veronica anashindwa kuongea hapa, natamani alie, lakini ni tunda ambao ni zuri na kuna watu wengi naona najivuna nao, ili natamani kupata watu wengi sana. Kuna watu wako nyumbani wanatamani kujifunza ujuzi kama nilivyoutaja, ususi, ushonaji, graphic design, ama kujifunza namna kufanya biashara mtandaoni ama biashara yoyote ile ambayo una ujuzi nayo ama huna ujuzi nayo. Basi natamani hata kama huna ada wanitafute, mimi nafundisha bure kabisa. Yaani ukinikuta mimi ofisini ni bure, labda wasaidizi. Sichanganye. Mimi na wewe zaidi. Atakuja. Ada ipo, lakini kama mimi natembelea, kama ni mhitaji lazima nimtembelee kabisa, ni mhitaji. Kwa hiyo na taratibu zangu. Yaani umekuja kwangu nasema ni mhitaji, nitakutembelea kwanza. Kwa nikikuta unadanganya basi nimepita hiyo. Nina taratibu. Kwa mtu ambaye ana uhitaji, hakika kabisa na uhitaji na wasaidia bure. Yes, anakuwa tu na barua ya serikali ya mitaa na nafika mpaka kwa mjumbe nafuatilia akiwa mhitaji kabisa. Nachukua. Mungu amekupa na yeye lazima utoe. Nimejua bure. Lazima nitoe bure.
Na lakini katika kila safari na changamoto zake. Na wewe unakaa na mabinti. Hawa mabinti waone tu unavyowaona hivi. Kila mtu anakuja na matabia yake. Na kila mtu ana vitu vyake. Bila shaka unaona kuna wanaume pale darasa la graphics kuna watu wanafundisha. Nimejaribu kupitia naangalia vitu tunavyovifanya. Unaanza kumudu kukaa na vijana wa aina zote na kila mmoja akatimiza ndoto yake. Yaani kwanza kabisa sielewi imekuwaje, kwa sababu ni kweli changamoto wanazo. Ila mimi huwa napenda sana kukaa nao angalau kwa wiki mara moja. Napenda sana kuambia, kwa sababu ukiangalia umri wa wetu wote wengi ni vijana. Lakini napenda sana kuwashauri kwamba hata kama unakuja na kitu chako huko, unapokanyaga mlangoni basi vyote vinabaki nje. Hapa unaingia na kilichokuleta. Vijana wa kike na wa kiume kuwachanganya naye kidogo yataka moyo. Kuna umri fulani ule umri wa ballet. Wao pia. Na ni mmoja kati ya vijana ambao unaona pia unao. Kwa sababu wengi unakuta ni fresh from school. Hawajajua huku duniani kuna majukumu gani, hawana majukumu, hata hawajua kuja kufanya nini. Mradi tu wenyewe watoke asubuhi warudi jioni kama watu wengine. Nina adhabu ndogo ndogo pia. Okay, nataka kuzijua. Kwa mfano mimi nina vitengo vingi kama hivyo. Sasa unakuta mwingine naweza kumwambia sasa, sikiliza, wewe leo utafanya kazi labda ya kuchambua. Afa anajijua ni msusi. Aisha atajiona kama nimemshusha kidogo. Kwa hiyo akishaona leo nimepewa kazi ya kuchambua tu, hata sijahudumia mteja hata mmoja, anajisikia vibaya. Kwa hiyo kesho atakuja atajiongeza. Lakini labda nitamwambia leo utafanya usafi, tunakuachia funguo na kesho ufungue saa 12 hapa kuna mteja na hakuna mteja. Umeona? Kwa hiyo ni adhabu ndogo ndogo ambazo zinawafanya wao na nidhamu. Kwa sababu katika vitu ninafundisha kwanza nidhamu ya muda na nidhamu kazini. Kuhusu huduma unazozitoa kwa wateja, lakini hata wewe mwenyewe. Maana usipokuwa na nidhamu kazini ulipoajiriwa, hata usiku ukifungua ofisi itakushinda. Utakuwa mharibifu moja kwa moja. Kabisa. Ndivyo muda wetu unatukatalia, lakini bado tuna mengi ya kushare na wewe. Nini rai yako kwa vijana, wazazi na walezi ambao hatujui nini tumsaidie binti ya kijana anayekuwa na hii saluni ni kwa ajili ya wanawake tu au watoto wa kiume, sababu ninako Mwenge mambo ni mengi. Huduma hii ambayo tunaitoa kama Dive Talent ni kwa watu wote, lakini rai ninaitoa kwa wanaotutazama. Kwa mtu yeyote ambaye anahisi anaelekea kukata tamaa, labda anaona ana ugumu wa uchumi, ugumu wa maisha au ni tegemezi sana. Cha kwanza kabisa mtegemee Mungu. Yaani hii ni nguzo kubwa sana. Ukimtegemea Mungu hata katika giza nene utauona mwanga. Yes. Kwa hiyo ukishamtegemea Mungu anakufungua akili, lakini anakukutanisha na watu sahihi. Umeona? Na akishakukutanisha na watu sahihi basi unaziona fursa. Bado neno langu ni moja, watu ni fursa. Watu ni fursa. Mnaanzia Darembo. Watu ni fursa. Mungu alikuwa kumtegemea. Niliona hilo kwa Dive Talent. Ezofu unasemaje? Bado nakubaliana na watu ni fursa, sababu mimi nimekutana na mtu nikapata fursa pia. Tuwaheshimu watu. Tuwaheshimu watu. Watu ni mtaji. Unasemaje Swahiba hapo? Fursa ni pesa. Fursa ni pesa. Na pesa ni fursa. Na watu ni fursa. Imekaa vizuri sana. Kuna vitu kama hivi. Ndio. Hizi ni business card. Yes. Moja kati ya darasa lako la graphics. Yes. Moja ya kati ya darasa langu la graphics tunafundisha namna ya kujitangaza. Namna ya kujitangaza sio tu kuongea, uwe na vitu vinaonekana. Hapa tuna kipeperushi cha Dive Talent ambacho kina kozi zote, lakini pia napenda kutembea na business card. Watu wako busy. Kwa hiyo mimi ninapotembea hata kwenye bajaji, kwenye dadaa, kwenye mikutano, unataka utaki na kuwekea, utasoma tu. Unaona, utasoma tu. Na kina namba za simu, kina mahali tunakopatikana. Utasoma tu, unataka utaki kunisikiliza, lakini kipeperushi utakisoma. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima nitembee navyo. Tukikutafuta tunakutazama tunakupata wapi? Ninapatikana Mbezi, Dar es Salaam hii, barabara ya Goba, kituo cha daladala kinaitwa Mazuru Kanisani, lakini pia opposite ya ukumbi wa Little Flower, ukumbi wa kanisa Katoliki Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Namba za simu, mitandao ya kijamii. Namba za simu ni 0784850300 ama 0767850300. Mitandao ya kijamii inapatikana
TikTok kwa jina la Dive Talent Training Center, lakini Facebook Dive Talent Training Center, na Instagram Dive Talent Training Center, na Dive Beauty African Hairstyles. Naam, nikushukuru sana Dive kwa nafasi hii nzuri. Umeweza Ndiyo. kutoa mafupi machache, lakini wengi wameweza kukuelewa, na mimi nikupe kila la kheri. Kila hatua ni dua, kila hatua ni sala. Mwenyezi Mungu ataweka mambo atakuwa vizuri. Utaweka na hostel wamekuwa watakuja na watapata nafasi, na kila mtu atapewa kile anachostahili kupewa. Asante sana. Nawapenda sana mtazamaji wa Tumaini Television, yote ya mwanamke, kipindi hewani. Ndio tunamaliza namna hiyo. Nikushukuru sana kwa muda wako. Nachokuachia leo ni kwamba kila kitu kiko kwa kiasi, fursa zipo hapo ulipo. Kile kilichokuzunguka kigeuze kuwa fursa. Changamoto yako igeuze hiyo fursa ili kusaidia wewe na kizazi chako. Kwa leo naomba tuishie hapa. Naitwa Eva Anthony Kazimoto, Woman for Grace. Nilikuwa hapa kwa kisha siku yako imekuwa nzuri sana. Asante na kwa heri kwa sasa.